السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kipenzi chake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa tumeingia mwezi wa Shaaban, nimeonelea katika darasa hizi za dhuhuri niweze kuangazia faida zinazopatikana katika mwezi wa Shaaban, faida zinazopatikana katika mwezi wa Shaaban na umuhimu wake. Mwanzo kabisa, jina Shaaban, kwa nini imeitwa mwezi huu mwezi wa Shaaban? Na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba watu hupima muda ima kupitia jua au kupitia mwezi. Kupitia jua tupata kujua wakati wa mvua, tupata kujua wakati wa joto kupitia jua. Na mwezi tupata kujua miezi ya kawaida. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Allah bainisha katika kitabu chake ya kwamba mwaka ina miezi 12. Na miezi 12 ni kalenda ya Kiislamu ambao tuwafata mwezi. Na mwaka sisi twapima kwa kuangalia mwezi. Na mwezi huu ni mwezi wa 8, mwezi wa Shaaban. Lakini kabla sijaeleza faida na umuhimu wa mwezi wa Shaaban, kwa nini mwezi huu umeitwa mwezi wa Shaaban? Ulama wanasema summiya bi Shaaban lianna al-arab kanu yatasha'abuna ay yatafarraquna fihi li talab al-miyah. Waarabu katika mwezi huu wa Shaaban walikuwa wakifarikiana, kila mmoja enda njia yake, kwa sababu ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban mvua ikikosekana walikuwa kienda kutafuta maji. Hasa hii neno yatashaabun, walikuwa wakifarikiana, kila mmoja enda njia yake, ndipo ikajulikana mwezi huu ni mwezi wa Shaaban, kwa sababu ni mwezi ambao kila mmoja enda njia yake kwenda kutafuta maji. Na pia maana nyingine ulama wakasema liannaha sha'ab ay dhahara baina shahri Rajab wa Ramadhan. Imeitwa Shaaban kwa sababu imeibuka, imechimbuka baina miezi miwili katikati yake, mwezi wa Rajab kabla yake na mwezi wa Ramadhan baada yake. Hapa katikati tutapata Shaaban, ndio ikaitwa hivyo. Madamu tumejua ni mwezi ambao unaitwa Shaaban na sababu ya kuitwa hivyo, nukta ya pili ambayo ni muhimu tupate kujua, mwezi huu ni mwezi wa khairi na watu wengi hawajui faida yake. Wengi wameghafilika na umuhimu wa mwezi huu, na tutaangalia kwa undani. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alieleza kwamba watu wengi huwa ni wenye kufikiria Ramadhani inakuja, Ramadhani inakuja, au tumemaliza mwezi wa Rajab. Tunajua mwezi wa Rajab ni katika ashhurul hurum, ni katika miezi mitukufu. Hasa watu wanaangalia Rajab na watu wanajiandaa na Ramadhan na wanapitwa na khairi katika mwezi huu wa Shaaban. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Mwezi huu wa Shaaban ni mwezi watu wengi wameghafilika na umuhimu wake na khairi iliyokuwa ndani yake, na watu wako katika ghafla, wamekuwa ni wenye kufikiria Ramadhani na wamekuwa wamechuma khairi katika Rajab, hawaoni umuhimu wa Shaaban. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akasema dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabi wa Ramadhan. Ni mwezi wa Rajab na ni mwezi wa Ramadhani, katikati yake watu wanasahau umuhimu wake, na umuhimu wake akaeleza sallallahu alayhi wasallam, wa huwa shahrun, mwezi huu wa Shaabani ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ni amali zako zinakuwa ni yenye kupelekewa Mwenyezi Mungu, yani amali ya mwaka mzima imekusanywa kuanzia Ramadhani iliyopita mpaka ikaoja, kama ulienda haji Dhulhijja, kama ulifunga Arafa, kama ulikuwa ni mwenye kufunga Muharram Ashura, kama uliweza kufanya khairi mwezi wa Rajab, mwaka amali ya mwaka mzima yote inakusanywa, record inafanywa kama tunavyosema auditing,
unakuwa amali zako zinapelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam asema watu wengi wako na ghafla katika mwezi huu. They are heedless, hawajui uzito na umuhimu wa mwezi huu. Jambo la tatu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya nini katika mwezi huu wa Shaaban? Mwongozo wake sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana sallallahu alaihi wasallam. Asema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama shahrin qat illa Ramadan. Sijamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweza kumaliza mwezi mzima kwa kufunga isipokuwa Ramadhan. Nukta ya kwanza, hakuna mwezi ar-Rasul alifunga mwezi mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho isipokuwa Ramadhan. Hasa baada ya Ramadhani ni mwezi gani alifunga zaidi? Asema Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama raaitu fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban, na sijaona Rasul sallallahu alaihi wasallam amefunga zaidi baada ya Ramadhani kama alivyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Bali imekuja katika riwaya nyingine, kana yasumu Sha'ban kullah, kana kwamba alikuwa akifunga Sha'ban yote isipokuwa siku chache. Kana yasumu Sha'ban illa qalila, alikuwa akifunga Sha'ban yote isipokuwa siku 2-3. Ulama wakasema Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga mwezi wa Sha'ban isipokuwa siku 4 ama siku 3 ama siku 5. Most of Sha'ban Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sallallahu alaihi wasallam. Jambo la 4, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hakuonekana akifuatiliza saumu akiunganisha miezi miwili isipokuwa mwezi wa Sha'ban na mwezi wa Ramadhan. Hasa Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Sha'ban mpaka Ramadhani yaingia, Ar-Rasul yaunganisha. Asema Ummul Mu'minin Ummi Salama, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'in illa Sha'ban wa Ramadhan. Asema sijamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hadithi imekuja katika Jami' Tirmidhi wa Sunan an-Nasa'i wa Sahahahu al-Albani. Asema sijamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amemaliza kufunga mwezi akaingia mwezi unaofuata isipokuwa katika kumaliza Shaaban alikuwa akiunganisha na Ramadhan sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atufundisha sunna katika mwezi huu wa Shaaban. Sunna ambayo ni muhimu ipatikane katika maisha yetu. Sunna gani? Wakati watu wako katika ghafla na wako katika maasiya, ni vizuri mtu ajishughulishe wakati huo na taa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu akamuuliza akasema, ya Rasul Allah, ewe mtume Mwenyezi Mungu, sema qultu ya Rasul Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban. Kando na Ramadhani sijakuona ukifunga zaidi kama vile unavyofunga zaidi katika mwezi wa Shaaban. Kuna siri gani? Akasema sallallahu alayhi wasallam, dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan. Ni mwezi watu wako katika ghafla, kila mmoja au watu wengi hawaoni umuhimu wa mwezi huu. Hasa utaona watu wanakuwa ni wenye kusisitiza Rajab na wenye kusisitiza Ramadhani, na maadamu watu wamesahau kufanya khairi katika mwezi huu, mimi nimeamua nifanye khairi. Ndipo ulama wakasema katika sunna inayopatikana kwa ushahidi wa hadithi hii ni kwamba fihi isharatun latifa. Hapa kuna ishara, tena ni elimu ya ndani. Elimu gani? Ya kwamba annahu yambaghi, yatakikana mmoja wetu awe ni mwenye kusimamisha ibada na kufanya khairi, i'maratu awqati ghaflati an-nas bitaa. Wakati watu wameghafilika, wanakuwa hawafanyi taa,
Sasa wewe hapo ndo watakana ufanye nini? Ufanye khairi zaidi. Tapa mfano, ikiwa watu wanasherekea mwaka mpya, maal asaf baadhi ya Waislamu pia hukesha kuongojea kuona kwamba mwaka mpya umeingia, na watu wanakuwa ni wenye kufanya nini? Wanakuwa ni wenye kungojea saa 6 usiku. Wewe wakati kama huu utafanya nini? Watu wako katika ghafla. Lala mapema, amka saa 9 usiku, uswali usiku. Wakati watu wako katika ghafla, wewe fanya mengine. Wakati watu wafanya maasiya, wewe fanya taa. Ndipo ulama wakasema katika hadithi hii ya mwezi mtume kufunga zaidi mwezi wa Shaaban, ameeleza sababu. Madamu watu hawatilii maanani ibada na wameghafilika, basi mimi nitafanya ibada. Ulama wakasema hivyo ndio inavyotakikana katika saatul ghafla. Ikiwa watu wako katika ghafla, hapo ndo watakikana ufanya ibada zaidi. Katika kikao mathalan, uko katika safari au katika ndege, kila mmoja, wengine wakipanda ndege siku hizi kuna screen, safari za mbali, wengine waenda umra ama waenda wapi, wengine wanaangalia movies. Wewe washa sikiza Qur'ani. Madamu wako tu katika ghafla, wakati huo wa ghafla wewe simamisha taa. Watu wamekaa katika vikao, katika basi, huyu wazungumza, huyu yapiga gumzo, huyu afanya shari, hawa wanasengenya, wewe hapo soma Qur'ani, leta dhikri. Wakati watu wameghafilika, wewe uwe ni mfano unaofuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe hapo ndo wafanya taa zaidi. Jambo lingine kuhusiana na mwezi wa Shaaban ni vizuri tujue ni kwamba mwezi wa Shaaban, umuhimu wa kufunga katika mwezi wa Shaaban ni kama vile umuhimu wa wewe kuswali sunna baada swala au kabla swala. Hivi tumekuja kwa lengo la kuswali salatu dhuhur, na kabla hatujaswali salatu dhuhur, kwa wale waliokaa wengi tumeswali sunna, na baada salati dhuhur biidhnillah tutainuka tuswali sunna. Hapa kuna qablia na hapa kuna baadia. Mwezi wa Ramadhani ni faradhi kama vile dhuhur ilivyokuwa faradhi. Baada salati dhuhur utaswali baadia, na baada Ramadhani tutafunga 6 min Shawwal. Sasa hiyo ndo baadia ya Ramadhani. Hasa qablia ya Ramadhani ni gani? Ulama wakasema funga Shaabani ni kana kwamba umefanya qablia ya nini? Ramadhani. Sijui kama nimefahamika jamani. Kuna qablia, kuna baadia, kuna sunna ya kabla, kuna sunna baada, na kuna faradhi katikati. Adhuhuri ni faradhi, kuna sunna kabla yake na kuna sunna baada yake. Ramadhani ni faradhi, kuna baadia baada yake 6 min Shawwal, na kabla yake ni kufunga mwezi wa Shaaban. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam hakuna mwezi amefunga sana kama alivyofunga mwezi wa Shaaban. Nukta nyingine ni muhimu ambayo nigusie kwa haraka, lakini darsa inayokuja nitakuja nifafanue kwa undani. Mwezi huu wa Shaaban kuna siri ndani yake, na siri hii ndio imemfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam afunge. Kwa nini Mtume amefunga katika mwezi wa Shaaban? Kuna sababu mbili ya msingi. 2 main reasons kwa nini Rasul yufunga sana, alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Sababu ya kwanza ni mwezi watu wameghafilika. Maadamu watu wako katika ghafla, wacha mimi nifanye taa, wacha mimi nifunge. Sababu ya pili ni kwamba katika mwezi huu wa Shaabani Allah apelekewa amali yako ya mwaka mzima. Na katika darsa inayokuja nitakuja nifafanue kwa undani vipi amali zetu hupelekewa Mwenyezi Mungu. Amali zetu ina stages kadhaa. Mwenyezi Mungu hupelekewa amali zetu katika stages 4, level 4, daraja 4. Daraja ya kwanza, Mwenyezi Mungu hupelekewa amali yako every day mara 2, kwa siku mara 2. Tutaeleza katika darsa inayokuja next Wednesday inshallah. Aina ya pili ya amali kupelekwa ni
amali yako for the whole week, wiki nzima hupelekewa Mwenyezi Mungu. Hali ya tatu ya amali yako kupelekwa ni kwamba amali yako ya mwaka mzima inakusanywa, hupelekewa Mwenyezi Mungu. Na hii ya mwaka mzima hufanyika, hii ya kila siku hufanyika wakati wa fajr na hufanyika wakati wa asr. Hii ya wiki nzima hufanyika kila Alhamisi, ndio maana tuambia tufunge. Na hii ya kila mwaka mzima hufanyika katika mwezi wa Shaaban. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam amebainisha kueleza kwa nini amali hupelekewa, kwa nini hunyanyuliwa amali. Asema sallallahu alayhi wasallam kueleza kwa nini yufunga katika kwa nini yufunga katika mwezi huu. Asema sallallahu alayhi wasallam, huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Huu ni mwezi amali hupelekewa Mwenyezi Mungu, na nataka amali yangu kikipelekewa Mwenyezi Mungu apelekewe ili hali mimi nimefunga. Kama vile Rasul sallallahu alayhi wasallam alivyoeleza kwa nini yufunga kila Alhamisi, asema ni siku ambayo amali ya wiki apelekewa Mwenyezi Mungu, na natamani amali yangu akipelekewa Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kuambiwa na mja wako alikuwa amefunga leo. Sasa maadamu Rasul alifanya kila Alhamisi alikuwa akifunga kwa lengo la amali yake kupelekwa ili hali imefungwa, ni siku presentation inafanywa ya mwaka mzima, presentation inafanywa kwa Mwenyezi Mungu. Amali yako ya mwaka mzima, asema sallallahu alayhi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Nataka amali yangu apelekewe Mwenyezi Mungu ili hali imefanya nini? Nimefunga. Kwa hivyo tuna level ya every day, every week na pia mwaka. Kisha kuna level ya 5 ya 4 ya mwisho wakati wa sakaratul maut. Hapo amali yako yote ya umri wako mzima, uliishi miaka 60, inakusanywa, inakunjwa, hapo inafungwa chapter yako, anapelekewa Mwenyezi Mungu. Hii ndo level 4 ya amali zetu kupelekewa nani? Allah jalla jalaluhu. Na siri ya mtume kufunga katika mwezi wa Shaaban, ambayo lazima tusisitize, ni mwezi watu wameghafilika, na ni mwezi ambao amali hufanya nini? Unyanyuliwa. Kwa hivyo tufunge kwa wingi insha Allah, na namuomba Allah atutakabalie amali zetu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.